Kwa mujibu wa sheria ya Taifa ya Uchaguzi wa Tanzania na kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kifungu cha 112 inakataza mgombea kutoa fedha, kutoa zawadi au kitu chochote cha thamani wakati wa kampeni. Ukiwa kwenye moja ya kampeni zako, hulimpatia binti ama dada moja kiasi cha shilingi 500,000 hadharani, yali ukijua kabisa kwamba ni kosa kisheria kutoa fedha wakati wa uchaguzi, hasa ukiwa kwenye kampeni. Kwa nini ulitoa rushwa na kwa nini kuna mtu anatoa rushwa na kuna mtu anatoa zawadi? Ni kosa kutoa zawadi kwa lengo la kumshawishi mtu akupigie kura. Sijui kama unanielewa vizuri. Lakini yule binti alikuwa ananidai. Kwa hiyo ndo kabla ya kampeni nikamlipa. Ukamlipa katikati ya kampeni. Ni kosa. Au wakati wa kampeni uruhusiwi kulipa madeni. Umlipe madeni ukiwa kwenye jukwaa. Kuna hiyo sheria, kuna sehemu imeandika kwamba hutakiwi kulipa deni hadharani. Hutakiwi kutoa fedha au zawadi ama kitu chochote kinachomshawishi mtu kukupigia. Sasa mtu anayekudai ukimlipa unamshawisha, unalipa hela zake. Ulishindwa nini kumlipa pembeni mpaka uje umlipe katikati ukimlipa katikati ina ubaya gani? Katikati ya kampeni ina ubaya gani? Unaona kwamba hiyo nimelipa madeni mengi, achana na huyo, nimelipa CRDB katikati ya kampeni. Kwa sababu madeni, huwezi kuacha kulipa madeni ya watu eti kwa sababu upo kwenye kampeni. So utauza nyumba yako kama umeweka nani nyumba. Uyalipe wakati uko jukwani. Ina ubaya gani kama mtu anakudai? Kwako unaona kwamba hiyo ni sawa? Mimi ninachokiona ambacho ni sawa ni kwamba kama unadaiwa ni kulipa madeni. Na huende hulipe katikati ya kuomba kura ukiwa kwenye sio kuomba kura, na alipa katikati ya watu. Unalipa madeni ya watu. Wao walikukopa katikati ya watu. Nilimwahidi katikati ya watu na ahadi ni deni, nilimlipa deni lake. Kama kiongozi na mtu ambaye unapaswa kuwa sehemu ya kupinga na kukemea rushwa ama matumizi mabaya ya fedha yasiyokuwa na minajili ya kile unachokifanya kwa wakati kama ule. Kama kiongozi ambaye unaenda kuongoza umma, unatakiwa kulipa madeni. Kwa hiyo mimi nilichokifanya nililipa madeni. Kulipa madeni sio kosa kisheria.